ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha mwathirika huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani. Lazima upate ushahidi upande mwingine, lakini natosha kuanzia upelelezi. Kuna mtu atasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumekubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukienda mahakamani kutoa ushahidi unahojiwa mara mbili, upande mbili, anayekuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tume hizi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi. Na upo walopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, upo. Wengine wanasema sebuleni, upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha tunakwendaje. Lakini pia tume hizi zinatakiwa kabla kumtuhumu mtu, na majina mengine yametajwa kwa watu wengine, waratibu hao katikati waliopeleka pesa na kadhalika, lakini huwezi kumtaja au kumtuhumu mpaka umpe haki yake ya kuwajibika. Tumefanya uchunguzi wa awali, vile vifo vimetokea wapi, vimetokea vingapi, vimefanywa uchunguzi, na tumebaini katika vifo 518 vingi sio vifo vya kawaida. Kuna vifo vya kawaida vimetokea pia. Kuna watu wamepata mshtuko wa moyo wachache, kwa hivyo ni kitu cha kawaida. Wengine walikuwa watu wazima, lakini kuna vifo sio vya kawaida. Vifo sio vya kawaida haimaanishi vifo kinyume na sheria. Mamlaka pekee inaweza kusema kifo hichi kiko kinyume cha sheria ni mahakama. Madaktari wanaleta ushahidi na tumewatumia kusema vifo hivi, idadi hii ya vifo sio vya kawaida. Kila maiti nyingi 260 zimefanyiwa uchunguzi wa kifo postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquiries Act, Inquest Act, sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquest Act. Ili nini twende kwenye huo uwajibikaji? Lazima utayarishe. Huwezi kwenda hivi bila uchunguzi wa kisayansi mbele ya safari. Kwa hiyo hapa swali kubwa ni nani kwa kosa gani awajibike, lini awajibike. Nani awajibike, lini, kwa kosa gani na kwa ushahidi gani. Kwa sisi hatuamini kwenye uwajibikaji reja, kwa sababu matokeo ya uwajibikaji reja ni mtu kutokutiwa hatiani na kuachiwa mwisho wa siku. Kwa hiyo ushahidi wako lazima uwe mzito wa kutosha wa kuweza kuifanya mahakama ikaamua kwa ushahidi ambao unajitosheleza.
Kwa sisi tumependekeza kwa baada ya sisi ifuate tume maalum itakayochunguza. Lakini tume hiyo haendi kuvua samaki. Haendi kuvua samaki. Kwa Kiingereza sema haendi kwenye fishing expedition. Kazi yake tayari tumeibaini, tumeipendekeza. Kuna vifo 21 vya watoto, 2 chini ya miaka 4 vichunguzwe. Kuna watu 39 wanadai wamepigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, ichunguzwe na kadhalika. Na hilo mamlaka imepokea pendekezo hilo. Kwa hiyo tutapenda hiyo ya hatua sasa ya uchunguzi wa kina, lakini uchunguzi maalum, ili uweze kuchunguza na kuwajibika.